Mwanzo sura ya 24. Basi Ibrahimu alikuwa mzee mwenye miaka mingi, na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. Ibrahimu akamwambia mtumishi wake, mzee wa nyumba yake, aliyetawala vitu vyake vyote, tafadhali uutie mkono wako chini ya paja langu, nami nitakuapisha kwa Bwana, Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Wakanaani ambao unakaa kati yao, bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Yule mtumishi akamwambia, labda yule mwanamke hatakubali kufuatana nami mpaka nchi hii. Je, nimrudishe mwanao mpaka nchi ulikotoka? Ibrahimu akamwambia, ujiadhari, usimrudishe mwanangu huko. Bwana Mungu wa mbingu aliyenitoa katika nyumba ya baba yangu na kusema nami katika nchi niliyozaliwa, aliniapia akisema, nitawapa uzao wako nchi hii. Yeye atampeleka malaika wake mbele yako, nawe utamtwalia mwanangu mke tokea huko. Na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe, basi utafunguliwa kiapo changu hiki, lakini usimrudishe mwanangu huko. Yule mtumishi akaweka mkono wake chini ya paja la Ibrahimu bwana wake, akamwapia katika neno hilo. Kisha huyo mtumishi akatoa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake, akaenda zake, maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Akaondoka akaja mpaka Mesopotamia, mpaka mji wa Nahori, akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni, wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji. Naye akasema, E Bwana, Mungu wa bwana wangu Ibrahim, na kuomba mambo yangu yajalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahim. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia tua mtungi wako na kuomba ninywe, naye akasema unywe, nami nitawanywesha na ngamia zako pia. Basi huyu na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Ikawa kabla hajaisha kunena, tazama, Rebeka anatokea, binti wa Bethueli mwana wa Milka, mkewe Nahori ndugu wa Ibrahim, naye ana mtungi begani pake. Na yule msichana alikuwa mzuri sana uso wake, bikira, wala mwanaume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Naye akasema, unywe bwana wangu. Akafanya haraka, akatoa mtungi wake mkononi mwake, akamnywesha. Hata alipokwisha kumnywesha akasema, na ngamia zako nitawatekea hata watakapokwisha kunywa. Akafanya haraka, akamwaga maji ya mtungi wake katika birika, akapiga mbio kisimani ateke, akawatekea ngamia zake wote. Basi yule mtu akamkazia macho, akanyamaza, ili ajue kwamba Bwana ameifanikisha safari yake ama sivyo. Ikawa ngamia walipokwisha kunywa, yule mtu akatoa pete ya dhahabu, uzani wake ulikuwa nusu shekeli, na vikuku viwili kwa mikono yake, uzani wake ulikuwa shekeli 10 za dhahabu. Akasema, o binti wa nani wewe? Tafadhali uniambie, je, iko nafasi katika nyumba ya baba yako tupate mahali pa kukaa kwa muda? Akasema, mimi ni binti wa Bethueli mwana wa Milka, aliyemzalia Nahori. Tena akamwambia, kwetu kuna majani na malisho ya kutosha na mahali pa kukaa wageni. Yule mtu akainama akamsujudu Bwana, akasema, na atukuzwe Bwana, Mungu wa bwana wangu Ibrahim, ambaye hakuacha rehema zake na kweli yake kwa bwana wangu. Bwana akaniongoza mimi nami njiani hata nyumba ya nduguze bwana wangu. Basi yule msichana akapiga mbio akawaambia watu wa nyumba ya mama yake mambo hayo. Na Rebeka alikuwa na kaka jina lake Labani. Labani akatoka mbio kumwendea yule mtu kisimani. Ikawa alipoiona ile pete na vikuku mikononi mwa nduguye, akasikia maneno ya Rebeka nduguye akisema, hivyo ndivyo alivyoniambia mtu huyo. Basi akamjia mtu yule, na tazama, amesimama karibu na ngamia kisimani. Akasema, karibu wewe uliyebarikiwa na Bwana, mbona unasimama nje? Kwa maana nimeiweka nyumba tayari na nafasi kwa ngamia. Na mtu yule akaingia katika nyumba, akawafungua ngamia, naye akatoa majani na malisho kwa ngamia na maji ya kuoshea miguu yake na miguu ya watu waliokuwa pamoja naye. Akaandaliwa chakula, lakini akasema, sili mpaka niseme kwanza maneno yangu.
Akamwambia, haya sema. Akasema, mimi ni mtumwa wa Ibrahim, na Bwana amembarikia sana bwana wangu. Amekuwa mtu mkuu, amempa kondoo na ng'ombe na fedha na dhahabu na watumwa na wajakazi na ngamia na punda. Naye Sara mkewe bwana wangu akamzalia bwana wangu mwana wa kiume katika uzee wake, naye amempa yote aliyonayo. Kisha bwana wangu akaniapisha akisema, usimtwalie mwanangu mke wa binti wa Wakanaani ambao nakaa katika nchi yao, ila uende mpaka nyumbani kwa baba yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu mke. Nikamwambia bwana wangu, labda huyo mwanamke hatafuatana nami. Akaniambia, Bwana ambaye naenenda machoni pake atapeleka malaika wake pamoja nawe, atafanikisha njia yako, nawe umtwalie mwanangu mke katika jamaa zangu na wa nyumba ya babangu. Ndipo utafunguliwa kiapo changu hapo utakapowafikiria jamaa zangu, nao wasipokupa msichana huyo utafunguliwa kiapo changu. Nami nikaja leo kisimani kasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahim, ukinifanikishia sasa njia yangu niendayo mimi, tazama nimesimama karibu na kisima cha maji, basi na iwe hivi, msichana ajaye kuteka maji nikamwambia nipe na kuomba maji kidogo katika mtungi wako ninywe, naye akaniambia unywe wewe na ngamia zako pia, nitawatekea huyo na awe ndiye mke Bwana aliyemwekea mwana wa bwana wangu. Hata kabla sijaisha kusema moyoni mwangu, tazama Rebeka akatokea na mtungi begani mwake, akashuka kisimani akateka, nami nikamwambia tafadhali nipe maji ninywe. Akafanya haraka, akatoa mtungi wake chini, akanena, unywe na ngamia zako nitawanywesha pia. Basi nikanywa, akawanywesha na ngamia nao. Kisha nikamuuliza nikasema, binti wa nani wewe? Naye akasema, mimi ni binti Bethueli mwana wa Nahori, Milka aliyemzalia. Nami nikamtia azama puani mwake na vikuku mikononi mwake, nikainama nikamsujudia Bwana, nikamtukuza Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahim, aliyeniongoza njiani nimtwalie mwana wa bwana wangu binti wa ndugu yake. Basi kama mnataka kumfanyia rehema na kweli bwana wangu, niambieni, kama sivyo niambieni, ili nigeuke upande wa kuume au wa kushoto. Ndipo Labani na Bethueli wakajibu wakasema, neno hili limetoka kwa Bwana, wala sisi hatuwezi kukuambia neno jema wala baya. Tazama huyo Rebeka yuko mbele yako, umchukue ukaende zako, awe mke wa mwana wa bwana wako, kama alivyosema Bwana. Ikawa mtumishi wa Ibrahimu aliposikia maneno yao, akainama hata nchi mbele za Bwana. Kisha huyo mtumishi akatoa vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi, akampa Rebeka, na vitu vya thamani akampa nduguye na mamaye pia. Wakala wakanywa yeye na watu waliokuwa pamoja naye, nao wakakaa usiku, wakaondoka asubuhi. Naye akasema, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Ndugu yake na mama yake wakasema, msichana na akae kwetu kama siku 10 zisipungue, baadaye aende. Naye akawaambia, msinikalilishe mradi Bwana ameifanikisha njia yangu. Nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Wakasema, na tumuite huyo msichana tumuulize mwenyewe. Wakamuita Rebeka wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Ndipo wakampeleka Rebeka ndugu yao na yaya wake na mtumishi wa Ibrahim na watu wake. Wakambarikia Rebeka wakamwambia, ndugu yetu, uwe wewe mama wa 10,000 mara 1000 nyingi, na wazao wako waulisi mlango wa hao wa wakuchukiao. Rebeka akaondoka na vijakazi wake, nao wakapanda juu ya ngamia wakamfuata yule mtu, naye huyo mtumishi akamchukua Rebeka akaenda zake. Basi Isaka alikuwa amekuja kwa njia ya Beer-lahai-roi, maana alikaa katika nchi ya kusini. Isaka akatoka ili kutafakari kondeni wakati wa jioni. Akainua macho yake akaona kuna ngamia wanakuja. Rebeka akainua macho, naye alipomwona Isaka alishuka juu ya ngamia. Akamwambia mtumishi, ni nani mtu huyu ajaye kondeni kutulaki? Mtumishi akasema, huyu ndiye bwana wangu. Basi akatoa shela yake akajifunika. Yule mtumishi akamwambia Isaka mambo yote aliyoyatenda. Isaka akamuingiza Rebeka katika hema ya mama yake Sara. Akamtoa Rebeka akawa mkewe, akampenda. Isaka akafarijika kwa ajili ya kufa kwa mama yake.